Ndugu wapenzi watazamaji, na kukaribisha tena kwenye siku hii tena nyingine ya kujifunza neno la Mungu. Karibu. Lakini kabla tujaendelea, nahitaji tuombe kidogo, walau tunapojifunza neno letu. Mungu atusaidie mimi na wewe tupate kuelewa na maandiko. Kabla hujajua hata somo letu, naomba tusali kwanza. Popote pale ulipo, fumba macho yako tupate kuomba. Mtakatifu Baba mbinguni, asante Bwana kwa ajili ya neema zako na rehema zako na upendo kwa ajili ya Mungu mbinguni. Tunakushukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tena hii nyingine ya kuja tena mbele zako Bwana. Tunaomba Mungu katusamee na kuturehemu kwa kila kosa na dhambi na maovu ambayo tumeyafanya Mungu mbinguni. Tunakuja mbele zako Bwana kwa ajili ya jina lako takatifu. Neema zako na rehema zako Bwana zikakae juu yetu Mungu mbinguni. Haya tunaomba Bwana ukafute majina yetu kwa kitabu cha hukumu. Tunakuomba andike majina yetu kwa kitabu cha uzima wa milele. Yesu, asante Bwana kwa wema wako, kwa kuwa umetenda. Mungu wa mbinguni, tunapenda kujifunza neno lako Bwana. Tunaomba kwa ajili ya jina lako takatifu, ukatuvuvie kwa Roho yako Mtakatifu, ili tutakapenda kujifunza neno lako hili mbinguni tupate kuelewa na maandiko. Katika jina la Yesu. Amen. Wapenzi watazamaji, somo la leo tutajifunza kichwa chake kinaitwa chuki yenye baraka. Chuki yenye baraka. Chuki yenye baraka. Yawezekana hapa kila mtu anaelewa nini maana ya chuki, nini maana ya kuchukiwa. Kama hujawahi kuchukiwa, baada ya hili somo utashangaa kuna watu wanakuchukia, kwa sababu kuna baraka ambazo Mungu ataziachilia baada ya watu fulani kukuchukia. Msingi wa somo letu utatoka katika kuanzia walau Mwanzo 37 na ule mstari wa 2. Tutasoma kwa jina la Yesu. Inasema, hivi ndivyo vizazi vya Yakobo. Yusufu aliyekuwa mwenye miaka 17 alikuwa akichunga kondoo pamoja na ndugu zake, naye alikuwa kijana pamoja na wana wa Bilha na wana wa Zilpa wake wa baba yake. Yusufu akamletea baba yao habari zao mbaya. Yusufu akamletea baba yao habari zao mbaya. Msingi wetu utaanzia hapo. Tunajua kabisa kila mtu kwamba yawezekana. Kwa hiyo chanzo cha chuki ya hawa ndugu zake Yusufu, tunaona kabisa kwamba ni kwa sababu alikuwa akimpelekea baba yake habari zao mbaya walizokuwa wakizifanya. Aidha wako machungani au wako wapi, ila huyu alikuwa akifanya kazi ya kumwambia baba yake tabia za hawa mbaya. Mwanzo 37:3 tunasema, basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote. Basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa uzee wake, akamfanyia kanzu ndefu. Maana ni mwana wa uzee wake, akamfanyia kanzu yake ndefu.
hapa tunajaribu kwenda mdogo mdogo tu, kukuvuta kidogo kidogo, tutafikia tu hatua fulani. Lakini hapa Mungu anajaribu kutuambia kwamba basi Israeli au Yakobo alimpenda sana Yusufu. Kwa nini? Cha kwanza ni kwa sababu ni mwana wa uzee wake. Cha pili ni kwa sababu alikuwa akisema ukweli, akimletea habari za kaka zake au ndugu zake, akimpelekea baba yake. Sasa tukiendelea, nasema Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Yusufu akaota ndoto. Tunaelekea sasa hapo kwenye chanzo cha chuki ya baraka. Chuki zenye baraka. Chuki yenye baraka. Chuki yenye baraka, kwamba imekuwaje hii chuki kaleta baraka. Sasa kwa hali ya kawaida, huyu jamaa tena Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Ndoto gani hiyo mpaka uzidi kumchukia? Akaota ndoto. Wote wasomaji wa Biblia tunaelewa. Sitasoma vyote, ila tu tunajua ni ndoto gani aliota huyu mtu. Ndoto ya kwanza aliyoiota, akawaambia, tafadhali sikieni ndoto hii niliyoiota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani. Kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama. Mganda wangu ukaondoka ukasimama. Tazama, tulikuwa tukifunga miganda shambani. Kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama. Na tazama, miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Tutafakari kidogo hii ndoto, kwamba tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani. Tazama, sisi tulikuwa tukifanya kazi kwenye kampuni yetu. Tazama, sisi tulikuwa tukifanya huduma kwenye kanisa letu. Tazama, sisi tulikuwa tukisoma shuleni. Kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama. Na tazama, miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Tazama, tulipokuwa shuleni tunasoma, ghafla mimi nilivyoota, lakini nikawa wa kwanza. Nikaota kwamba wote nyinyi mnanipigia makofi mimi, mnanishangilia mimi. Tulipokuwa kazini, nikaota kwamba nitapandishwa cheo na nyinyi mtapiga makofi na kushangilia. Tulipokuwa kwenye huduma, mimi nikawazidi, nikaenda mbali, Mungu akanipa kibali, na nyinyi mkashangilia. Tazama, tulikuwa shambani. Manake shambani ni sehemu unaofanyia kazi. Manake shambani ni sehemu ya ndoa yako. Shambani ni sehemu ya biashara yako. Shambani ni sehemu pale ulipo, ambacho ndicho kinachokupatia maisha yako ya kila siku. Ndipo shambani, kwamba tazama miganda yangu, tazama mimi kazi yangu ikasimama vizuri, alafu za kwenu zikaninamia. Kazi yangu iliposimama vizuri, manake nikapandishwa cheo, nikapandishwa daraja, nikapewa promotion, nikapewa mshahara mkubwa kuliko nyinyi. Ndivyo nilivyoota. Sasa inasemaje? Anasema ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi? Nawe utatawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Maneno gani? Ndoto wakamchukia kwa sababu ndoto yake ilikuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo wakamchukia kwa ajili ya ndoto yake, lakini kwa ajili ya maneno yake yale aliyowaambia. Maana kumbe hata asingesema wangechukia kwa sababu ya ndoto.
au asingeota wangemchukia kwa sababu ya maneno. Kwa hiyo alimchukia kwa sababu ya vitu hivi viwili, ndoto na maneno. Manake angeota akanyamaza kimya, wasingejua wala wasingechukia kuhusu ndoto yake. Na maneno yake ya kila siku ya mara kwa mara ambayo anamwambia baba yao. Sasa tukiendelea mbele, anasema akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake. Akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine. Natazama jua na mwezi na nyota 11 zikiniinamia. Ndo haya tunayozungumzia, kwamba tazama akaota ndoto nyingine tena. Akawaambia ndugu zake, akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine. Angalieni, nimeota tena napanda daraja. Angalieni, nimeota napata tena kazi kubwa zaidi ya hii. Angalieni, nimeota tena napata promotion. Angalieni, nimeota tena nafanikiwa kiviwango vingine zaidi ya hivi. Na jua na mwezi na nyota 11 zikiniinamia, na nyinyi mkiniinamia, na nyinyi mkinipigia magoti, na nyinyi mkinijia kwa ajili ya msaada, ndivyo nilivyoota. Akawaambia baba yake na ndugu zake. Babake akamkemea akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoiota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudia hata nchi? Ndugu zake wakamhusudu, bali baba yake akalihifadhi neno hili. Kuna muda inafikia hatua mpaka baba yako na mama yako watakuinamia siku moja, watakupigia magoti siku moja. Sisemi kwa nia mbaya au kwa ubaya, lakini kuna watoto ambao wako mtaani, au watoto hawana baba, hawa watoto hawana mama. Kuna watoto wanafukuzwa ovyo ovyo kwenye majumbani. Wanafukuzwa ovyo ovyo. Je, unataka kuniambia hawa watoto si wakifanikiwa, wakapata mali, wakapata fedha, wewe mzazi uliyetupa watoto, hutaenda kumuinamia huyo mtu? Hutaenda kupiga magoti mbele yake wakati wa maisha ameshakupiga kwa sababu ya laana ile ambayo ilifanyika? Wewe baba uliyefukuza watoto nyumbani, wewe mama uliyefukuza watoto nyumbani, hujali. Nakwambia, kama ambavyo Yusufu aliota ndoto kwamba baba yake na mzazi wake ambaye ni nyota na mwezi vikiinama mbele yake, mwezi na jua vikiinama mbele yake, na nyota 11 zikiinama mbele yake, usipoangalia utakuja kumuinamia mtoto wako. Usipoangalia utakuja kumpigia magoti mtoto wako, jambo ambalo halifai mbele za Mungu. Sasa wewe ni heri, kama una shida kiasi gani, tunza mtoto wako. Huwezi jua baadaye atakuwa ni nani. Kwa kadri tunavyozidi kuendelea, kumbuka, huyo mtu anachukiwa, lakini chuki zote ni kwa sababu ya ndoto zake na maneno yake. Manake ni anasema ukweli, lakini pia ana malengo yake, ana ndoto za kuwa nani, anataka awe nani. Manake nini? Manake ana vitu ambavyo si vya kawaida navyo. Sasa watu wanamchukia kwa sababu ana ndoto na ana maneno. Cha kwanza, unapotaka kwenda kwenye ndoto yako, cha kwanza lazima uwe mkweli mbele za Mungu. Manake uwe na maneno ya ukweli mbele za Mungu na mbele wanadamu. Sio kutoa mipango yako nje. Sema ukweli kwamba kuna 1, 2, 3. Manake weka wazi kila kitu. Usijifiche fiche. Usiseme tu uongo. Usisengenye watu. Bali sema ukweli na Mungu atakusimamia. Na maono yako yatunze kwa ya kwako, yabaki kwa ya kwako. Usiyaseme kwa watu wengine, manake watakuchukia. Na wakikuchukia kuna mawili, aidha kupitia chuki yao unyanyuke, au kupitia chuki yao uangamie. Sasa tukumbuke, Kaini na Abel walipotoa sadaka. Abeli alipendwa na Mungu, lakini Kaini akachukia, akaambia twende uwandani, akamuua kule uwandani.
Kwa haijalishi ni mtu wa Mungu kiasi gani. Kuna vitu vingine pia lazima uangalie. Huwezi tu kadisclose mipango yako kwa kila mtu, kwa sababu huwezi jua. Lakini tunaona hapa alikuwa anachukiwa kwa sababu ya maneno yake na ndoto zake. Manake mipango yake, huyu mtu wa mipango yake mbona ni mikubwa sana, na yeye ana miaka 17 tu, lakini mbona na mipango hii ana miaka 17 tu, lakini mbona maneno haya ana miaka 17 tu, lakini mbona yuko hivi. Hapa kazini ndo kwanza kaja jana, imekuwaje yuko hivi? Mbona ana miaka tu miwili lakini yeye amepandishwa? Mbona ana miaka tu miwili lakini yeye amepewa promotion? Mbona ana miaka tu miwili lakini yeye amekuwa boss wetu? Mbona ana miaka tu miwili? Na haya mambo maana yake nini? Kuna watu watakuchukia, lakini chuki zao Mungu anaweza kuzibadilisha kuwa baraka kwako. Tukiendelea mbele hapo, mimi sitasoma sana. Wasomaji wa Biblia watasoma, lakini tunaona kwamba walienda kuchunga ndugu zake, na baadaye baba yake na Yusufu akamwambia kawaangalie ndugu zako machungani. Alipofika kule wakasema muota ndoto huyu anakuja na tumkamate tumuue, lakini kaka yake mkubwa akasema hapana, akatoa wazo lingine, na mwisho wa siku wakaazimia kumuuza. Inasema Mwanzo 37 mstari wa 33, tunasema Mwanzo 39 mstari wa 1, nasema basi Yusufu akaitwa mpaka Misri, naye Potifa akida wa Farao mkuu wa askari mtu wa Misri akamnunua mkononi mwa hao wa Ishmaeli waliomleta huko. Kwa hiyo tunaona hapa kwamba walimuuza kwa Waishmaeli. Alafu hao Waishmaeli wakampeleka Misri kwenda kumuuza. Kwa akanunuliwa kwenye nyumba ya Potifa, akida wa Farao mkuu wa askari. Manake ni kama jemedari. Lakini neno la Mungu sasa, Bwana akaa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana alikuwa akaa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Sasa hapa neno nasema Bwana akawa pamoja na Yusufu, pamoja na hizo chuki zote ambazo Yusufu alichukiwa. Bwana akaa pamoja na Yusufu, naye akastawi katika nyumba ya bwana wake Misri, Potifa. Tunaona hapa kwamba hizi chuki hizi zimepelekea huyu jamaa Yusufu kwenda kwa Potifa, huko ambako sasa baraka zitaanza kumiminika. Kwa sababu tu ya chuki ya mtu, kuna mtu anampeleka mtu katika hatima yake. Sema amina. Kwa sababu tu kuna mtu mmoja anakuchukia kazini, kuna mtu anakuchukia pale, mimi nakwambia atakupeleka kwa Potifa ukastawi huko. Hata hisi amekuuza akutoe, lakini kumbe kuna mtu alikuwa anakuchukia kazini hapo, na kakusemea maneno ya ajabu kwa bosi wako. Lakini mimi nakwambia katika jina la Yesu Kristo, huyo mtu atakupeleka kwenye hatima yako. Hatima yako sio wa kukaa hapo. Hatima yako ni wa kwenda mbele. Sasa huyu mtu ambaye yeye anakuchukia anakupeleka kwa Potifa. Na neno nasema Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake, na yote yaliyomo akaiweka mkononi mwake. Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake, na yote yaliyomo akaiweka mkononi mwake. Manake Yusufu alipata neema machoni pa Bwana. Zile chuki za kutoka kule kwa ndugu zake zilifanya, manake huyu Yusufu alipata shida kweli, tukatai. Lakini hizo shida ndizo zilizoweza kumpeleka kumpandisha, zikamketisha pamoja na wakuu.
Maana akapewa kuwa msimamizi. Jiulize, unapewa kuwa msimamizi wa nyumba ya mkuu wa majeshi. Inawezekana akawa ni mkuu wa majeshi hivi, lakini ukapewa kusimamia kila kitu chake. Wewe ndio ukawa mkuu wa watumishi pale. Ukawa mkuu wa watumishi pale, maanake kila kitu kimewekwa mkononi mwako. Wewe ndio kiangalie. Maanake yule bosi wako hajui kula, hajui kunywa. Wewe ndio kila kitu uko pale. Maanake lakini mara ya kwanza ulikuwa huna chochote, huna yote. Kazi yako ni kuchunga ng'ombe, kuchunga mbuzi, kuchunga kondoo. Kazi yako ilikuwa ni kuwa tu upo. Lakini saa hizi angalia hii neema ya Mungu ambayo imemtoa Yusufu, kumtoa kule kwenye kuchunga ng'ombe kule, kuchunga mbuzi kule, na kumuinua na kumketisha pamoja na mkuu wa majeshi na wakuu wengine, na kumketisha pamoja kwa nyumba ya wakuu wengine. Hebu jiulize tu swali moja dogo tu. Kwa neema hii ya Mungu, kwa kadri ambavyo huyu mtu atakuwa anakuchongea au atakuwa anakusemea vibaya pale kazini, ndipo watu itabidi wakuchunguze zaidi. Ndipo boss itabidi akuchunguze zaidi. Kwa nini fulani anasemewa vibaya? Kwa nini fulani unamwongelea vibaya? Manake boss itabidi aanze kuchunguza. Atakapoanza kuchunguza akagundua, kumbe huyu bwana anajoverwork pia. Kuna muda ule wenzake umeshafika kwenda nyumbani, yeye wala anachukua dakika 10 mbele, yeye anachukua nusu saa mbele. Huyu mtu huyu, mbona kama vile huyu mtu huyu anatumia muda mwingi kazi, yuko siasa na kazi kuliko hao wengine, lakini ndio anapigwa vita. Mbona huyu mtu huyu ninavyomuona, mbona ana akili nyingi sana kuliko wengine, lakini anapigwa vita. Huyu mtu huyu, mbona naona kama vile ndio anavuta wateja sana kuliko wengine, lakini anapigwa vita. Manake kuna yule mtu aliamua akusemee kwa mabaya, lakini huyu bosi akaanza kuchunguza. Sasa alivyochunguza, baada ya kupata mabaya yako akapata mazuri yako. Alivyopata mazuri yako, badala ya kukupromote akakupromote. Manake akakupandisha juu zaidi kuliko kukushusha chini. Waitegemea utashushwa, lakini cha ajabu unapandishwa juu. Sasa hebu jiulize jambo tu moja. Light kama isingelikuwa chuki ya huyu mtu, bosi angeona juhudi zako. Isingelikuwa chuki ya huyu mtu, kazini hapo wangeona juhudi zako. Maanake lazima chuki ingie kwanza. Chuki kisha ingia, ndipo utashangaa watu wataanza kuchunguza. Ukianza kuchunguzwa, cha ajabu hawatapata neno baya kwako. Yote watapata mazuri. Kwa nini? Kwa sababu umepata neema machoni pa Bwana. Umepata neema kama Yusufu alivyoipata machoni pake. Akamtumikia, naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake, na yote aliyomo akaweka mikononi mwake. Maana yake kila kitu, ukipata neema utashangaa ile kampuni, mwenye kampuni mwenyewe anakuambia, wewe kaa hapa kwenye kampuni yangu, wewe ndio uwe kila kitu kwenye kampuni yangu. Wewe ndio uwe kila kitu. Maana yake you are the final say. It doesn't matter about education or whatever it is. Haijalishi kuhusu elimu, haijalishi kuhusu habari za vidato, elimu. Hapana, ila ni neema tu ambayo unayo, ambayo Mungu akupatia, ndio utakayo kuvusha, ndio inayokufanya mpaka saizi hapo ulipo. Najua kabisa hapo naongea na mtu ambaye nikutazama hata kiwango chako cha elimu hakikutoshi kukaa hapo kwenye nafasi, lakini ulipata neema machoni pa Bwana. Bwana akakupandisha, akakuketisha pamoja na wakuu, lakini akakunyanyua juu zaidi. Lakini ilianza chuki kwanza. Huyu mtu ni 1 2 3. Huyu mtu ni 1 2 3. Japokuwa wewe unasema ukweli, lakini unakuchukia kwa sababu ya maneno yako. Unafanya kazi yako vizuri, unachukia kwa sababu ya ndoto zako. Maana yake ni ndoto zako unafanya kazi vizuri ili kusudi Mungu akusaidie ukafikia hatima yako. Asa watu wanajua kabisa huyu anapofanya hivi kazi ni kama anajipendekeza. Aendelea kujipendekeza hivyo hivyo. Fanya kazi kwa sababu katika hiyo chuki ndio Mungu anakunyanyulia hapo. Ndio Mungu anakunyanyulia hapo. Wala hautatahayarika kwa jina la Yesu Kristo. Na hapo ndo tunapenya katikati yao. Tunaangusha ngome zao. Tunaharibu uweza wao. Tunateketeza mipango yao.
tunapopenya katikati na chuki zao, hapo hapo ndo baada ya muda wanaonekana nani ambaye ana chuki, nani ambaye ana uongo, nani ambaye hafanyi kazi, nani ambaye hana kibali cha Mungu. Hapo ndipo wakati tunapepeta ngano na magugu vinapepetwa, maana si zimekuwa pamoja, si mko kazini pamoja. Sasa wakati huo tunapepeta, bosi akaanza kupepeta, ngano na magugu vitajitenga. Vikijitenga, ngano itabaki peke yake ambayo ni wewe, na magugu yatabaki peke yake ambayo ni hao maadui zako ambao ndo walianza kukushtaki kwanza. Mimi nakwambia katika jina la Yesu Kristo, utasimama, utaamka hapo ulipo. Kuna hatua umefikia umekata tamaa, kwa sababu kila sehemu anakuchukia, nyumbani wanakuchukia, kazini wanakuchukia, ndugu zako wanakuchukia, majirani wanakuchukia, kila mtu anakuchukia. Lakini nakwambia hizo chuki ndo zitakupeleka, ndo zitakupatia moyo wa kufanya kazi. Hiyo chuki ambayo watu wamekufanyia chuki, lakini nakwambia usimchukie mtu hata huyu hata mmoja. Waendelea mbele, pambana, piga kazi. Waendelea mbele, pambana kwenye hatima yako. Wala usikubali mtu yote kukushusha, wala kukuondolea kabisa ile hamu ya kufanya hicho unachokifanya. Kwa maana kwa kuwa hiyo chuki, na ukishaona kuna chuki inaingia kwenye kazi fulani, kwenye kazi yako, kwenye jambo fulani, kwenye ndoa fulani, kuna chuki inaingia kwenye chochote kile unachotaka kukifanya, kuna chuki inaingia. Ofisini kwako kuna chuki imeingia hapo, hujui, lakini jua kabisa hiyo chuki inakuandaa. Jitahidi kuelewa kabisa ni wakati gani, ni wakati wa majira yako, maanake malango yako yanapoenda kufunguka, shetani anajaribu kuyafunga kwa chuki anataka kuleta, lakini hajui kwamba ndo anazidi kufungua malango yako. Na mimi nakwambia katika jina la Yesu Kristo, kama ambavyo Yusufu alifunguka, milango yake ilifunguka kutokana na zile chuki ambazo hao walimchukia, wakaamua kumuua, walitaka wamuue. Lakini hebu angalia Mungu anapobadilisha mambo, wakamuuza. Walipomuuza ndipo hapo sasa zile chuki zao zile, wao kajua wamemaliza kazi, lakini kumbe ndo kazi imeanza. Ndio kazi imeanza ya huyu mtumishi wa Mungu kutoka kiwango kimoja kwenda kiwango kingine. Anapanda, na kuna muda utapanda juu sana, lakini kuna muda utashuka chini sana. Lakini nakwambiaje, kupitia hiyo chuki utapandishwa juu zaidi. Hebu tuendelee na somo letu, tuone ilikuwaje hii chuki yenye baraka juu ya huyu mtumishi wa Mungu Yusufu. Leo tunamwangalia Yusufu, tutaangalia na wengine baadaye, manake hii ni episode ya kwanza tu. Tutaendelea na kuendelea, tuangalie chuki hizi zenye baraka. Chuki yenye baraka hii ilimpata nani na nani, na kwa mlengo gani, na kwa nini. Kwa hiyo sasa tuko leo kwa season hii, kwa hii episode ya kwanza, tuko na mtumishi wa Mungu Yusufu. Sasa tukiendelea kidogo hapa, tukiendelea inasema Mwanzo 39, Mwanzo 39:5 mpaka 6 nitasoma. Ikawa tokea wakati alipomweka awe msimamizi juu ya nyumba yake na vyote vilivyomo, Bwana akabariki nyumba ya yule Misri kwa ajili ya Yusufu. Mbaraka wa Bwana ukawa juu ya vyote alivyokuwa navyo katika nyumba na katika shamba. Akayaacha yote aliyokuwa nayo katika nyumba na katika shamba. Manake baraka hii inakuja nyumbani kwako, inakuja mpaka kazini kwako. Kama kuna mtu huyu ambaye Mungu atakuwa amembariki kukaa kwako. Kuna mtu leo naongea na watu ambao mnaajiri watu, lazima ifikie hatua mchunguze kwanza mambo, msikurupuke tu kutoa maamuzi. Yawezekana ukamfukuza Yusufu wako kwa sababu hukufuatilia. Hebu angalia hapa, Mungu alimbariki huyu mtu, maana kukaa tu kwako. Kuna somo tunataka kujifunza, namna ya kuwagundua watu wa hatima yako. Lakini hapa tunazungumzia habari za chuki yenye baraka. Lakini sasa tunazungumzia na kuja upande wa pili. Kama kuna mtu yuko nyumbani kwako, wewe ni bosi, tafadhali sana muombe Mungu akusaidie na kukupatia neema ya kujua nini huyu mtu ameletwa kwa kusudi gani. Kwa sababu ukimfukuza huyu mtu, umefukuza kila kitu chako. Sasa tukiendelea hapa nasema, tukiendelea sasa hapa inatuambia neno la Mungu tukiendelea zaidi hapa ni kwamba Yusufu baada ya kupata hicho kibali cha Mungu kwenye nyumba ya Potifa, wasomaji wa Biblia tunajua kilichotokea ni nini. Mke wake na Potifa alimtamani yule Yusufu akakataa, na alivyokataa
alimuitia kwenye nyumba, akamtaka alale naye, lakini Yusufu alikimbia, akaacha nguo yake mle, akaacha koti lake mle. Bahati mbaya, manake alishika yule mwanamke kipindi Yusufu anakimbia. Kuna vitu hapo katikati ni vingi, lakini tunaenda kwa haraka kidogo, ambavyo hakuna sababu sana kuvinanila, na kuambia tu juu tu kidogo utambue kwamba baada ya muda hapa, manake yule mwanamke akapiga kelele, akasema Yusufu anataka kunibaka. Mwisho wa siku Yusufu, tukienda hapa nasema Mwanzo 39:20 nasema bwana wake akamtoa Yusufu, akamtia gerezani, mahali walipofungwa wafungwa wa mfalme, naye akawamo humo gerezani. Wafungwa wa mfalme. Bwana wake akamtoa Yusufu, akamtia gerezani. Manake baada ya kuambiwa na mke wake kwamba amebakwa, manake huyu Potifa akamchukua Yusufu akamfunga gerezani. Lakini gereza aliyomfungia bado huko Mungu aliendelea kusimama na Yusufu. Manake kuna mtu hapo una gereza, umefungwa kwenye gereza fulani. Umefungwa kwenye gereza fulani. Manake wewe yawezekana ulikuwa ni mtumishi wa Mungu, kwa ni mtoto wa Mungu sana, unasali sana. Kuna jambo limetokea, kuna mambo yanatokea, umegombana na Mungu. Ni sawa sasa, manake umefungwa gerezani, umechukuliwa umefungwa gerezani. Lakini shetani kakufunga gerezani, ila hilo gereza alilokufunga sio la kawaida. Amekufunga la wafungwa wa mfalme. Manake kuna watu wengine pia wamefungwa humo, ni wafungwa ambao pia ni wa mfalme. Manake kuna wakati tofauti ya wafungwa wa mfalme na wafungwa wa kawaida. Sasa ninasema Mwanzo 9:21 nasema lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Umeona Kwa hiyo nini? Akaendelea kupewa kibali huyu mtu. Kumbuka ni chuki tena inamtoa pale kwenye ulaji wake, inamtoa pale, inampeleka tena gerezani. Hiyo chuki. Kumbuka, tunasema baraka za chuki. Maana yake nini? Kumbe sasa nimegundua jambo moja. Hata mimi najifunza jamani. Tunamshukuru Mungu kwa hili. Kumbe hata mimi nimegundua jambo moja sasa, kwamba kwa kadri Mungu akitaka kukunyanyua, lazima kuna watu wenye chuki watainuka. Wakiinuka wenye watu wenye chuki, au kuna vita fulani itanyuka. Maana yake kuna vita, ukiona vita imenyanyuka, imeinuka, maana kuna watu wenye chuki wanaokuchukia wewe. Sasa maana yake kuna sehemu ulikuwepo, kuna watu wenye chuki wamekuja, wamekuharibia vitu vyako, wamekupeleka mpaka gerezani. Lakini kule gerezani inasema Mungu akampa kibali huko kwa mkuu wa magereza. Maana kwa mkuu wa magereza akampa kibali. Kumbe chuki ya kwanza ile ilikuwa inampeleka kwa Potifa. Tuone chuki ya pili hii kumtoa kwa Potifa inampeleka wapi? Mkuu wa gereza akawatia mkononi mwa Yusufu watu wote waliofungwa, waliomo gerezani. Na yote yaliyofanyika humo ndiye aliyeyafanya. Maana yake nini? Maana yake mkuu wa gereza naye hakuangalia huyu kijana kama amebaka, huyu kijana kama sijui amekuaje, huyu kijana sijui kaua, sijui huyu kijana sijui kaiba, huyu kijana hakuangalia hayo mambo. Bali huyu mkuu wa gereza alichokifanya ni kuwatia wote. Maana akasema mkuu wa gereza akawatia mkononi mwa Yusufu watu wote waliofungwa. Wala mkuu wa gereza hakuangalia neno lililoko mkononi mwa Yusufu, kwa kuwa Bwana alikuwa pamoja naye. Bwana akayafanikisha yote aliyoyafanya. Mkuu wa askari akamwekea Yusufu watu hao, naye akawahudumu, nao wakakaa siku kadhaa wa kadha katika kifungo. Maana yake nini? Maana yake kila chuki inayoinuka kwako ina baraka. Hebu ichunguze tu. Hilo usipokuwa makini ndio utakao kudondosha. Lakini ukiwa makini mbele za Mungu, kila chuki inayoinuka kwako ni chuki yenye baraka. Ichunguze tu vizuri. Kuna mtu hapo baada ya kufukuzwa nyumbani kwenu ndipo ulipofanikiwa. Usiwachukie wale kufukuza. Kuna mtu hapo baada ya kufukuzwa kazi ukaenda kujiajiri ndipo ulipofanikiwa. Usilete kiburi na dharau na kisasi. Vinginevyo ungebaki pale pale. Kuna chuki iliinuka kusudi upande viwango. Kuna mtu
ulikuwa hujulikani vizuri, lakini ukaenda kusema mabaya, kwa sababu mabaya ndio yanavuma sana kuliko mazuri. Kuna mtu alikuwa na huduma lakini hujulikani. Kuna mtu akaenda kusema mabaya na watu wakaja kufanya majaribio kwako, lakini cha ajabu Mungu akawashughulikia. Mungu akawatengeneza. Mwisho wa siku zile laana, zile chuki zikageuza kuwa baraka. Mtoto wa Mungu, jaribu kuelewa haya mambo. Haya mambo ni makubwa kuliko ufahamu wa akili zetu. Lakini katika Yesu tutashinda. Tukiendelea zaidi hapo gerezani, kuna wafungwa, kuna mnyweshaji wa mfalme na mkuu wa waokaji, mkuu wa unyweshaji na mkuu wa waokaji kwa mfalme kule, na wao walitiwa gerezani ambako Yusufu alikuwa yumo. Tukiendelea mbele, waleta ndoto. Hizo ndoto Yusufu kwa msaada wa Mungu alizitafasiri, lakini hawakumkumbuka mkuu wa ukaja alivyotoka, na akawa haya kumkumbuka mkuu wa ukaji alikatwa kichwa, lakini mkuu wa unyweshaji alirudishwa nafasi yake, lakini hakukumbuka. Ndipo Mungu alipoenda sasa moja kwa moja kwa Farao mwenyewe kumuotesha ndoto ambayo kila mtu alishindwa kuitafasiri. Hebu angalia hiyo chuki ya huyu mtu sasa, ya huyu mke wa Potifa, inampea gerezani kukutana na watu wanaokaa na rais, kukutana na watu ambao karibu na rais, manake wasemaji, yani wale ambao wanaweza hata wakakusemea. Ni muhimu sana, mtoto wa Mungu, chunguza sana watu unaokaa na watu wa design gani. Hata kama ni mfungwa, hata kama ni mfungwa, kuna mtu awezekana yuko pale kazini, ni anaweka tu chai kwenye kombe cha bosi pale, anampatia maji, lakini anaweza kasema jambo kuhusu wewe. Hao ndio kukaa nao. Kama umefungwa, fungwa pamoja nao. Kuna jambo kubwa sana ambalo yawezekana wakakusaidia. Hebu tuangalie mbele inakuwa. Mungu aliamua kumuotesha ndoto Farao moja kwa moja. Hii ndoto ilitengenezwa, yawezekana Mungu aliandaa mazingira. Kwa mtu mmoja, Mungu anaweza kaandaa mazingira taifa zima. Kwa Yakobo, Mungu aliandaa mazingira ya kabila 12 za Israeli. Kuna wakati mwingine Mungu anaamua kuandalia mazingira, kupitia mazingira wewe akuinue. Sasa mazingira aliandalia ulimwengu wa roho kumnyanyua Yusufu, kumtoa gerezani. Na ndio maana alihakikisha kwamba hakuna anaweza kuitafasiri hii ndoto. Hakuna anaweza kuitafasiri hii ndoto. Akafunga akili na vitu vya watu wengine, ila isipokuwa Yusufu peke yake. Manake nini? Manake kuna mazingira ambayo Mungu anaweza kaandaa mbeleni na akanyanyua watu wakuchukie, wakanyanyua watu wachawi pale wakuonee, wakanyanyuliwa waganga pale waone nyota yako, waanze kupambana wewe. Kuna vitu vikubwa vianze kutokea, uanze kuomba kwa bidii, ufunge na kuomba ili kusudi Mungu akupandishe viwango vingine. Mungu anakuandalia mazingira. Ndio maana kuna wachawi wengine piga wagaragaza na kufyeka kwa jina na kuteketeza kwa jina Yesu na kuua, lakini kesho yupo hafi, kesho kutwa yupo hafi. Kwa nini? Kwa sababu huyo nempiga kaandaliwa mazingira na Mungu mwenyewe. Sema hajijui kukunyanyua hapo ulipo ili kusudi uombe. Mtumishi wa Mungu, kuna wengine mnaomba kwa sababu mna shida, mna matatizo. Maana yake ni kusudi Mungu anataka akunyanyue kwenye viwango vingine, akikupeleka pale ukakae usidondoke. Maana yake atanyanyua watu fulani wakupelekee shida kweli kweli, wakupatie shida kweli kweli. Mwisho wa siku uamue hapana, na piga magoti mbele za Mungu na ngangana na huyu Mungu. Lakini kumbe lengo la Mungu ni wewe kukuinua, akuinue unyanyuke hapo ulipo. Kwa hiyo sio kila mtu anayekujaribu, anayekupatia shida utampiga. Wakati mjaribu kuuliza kwa Mungu mara kwa mara,
akwambie. Sasa tunapoona hapo alivyoota ndoto huyu mfalme kwa habari za, tutatuongelea habari za mfalme, tunaongea habari za Yusufu ambaye ilisomo sehemu ya kwanza hii, kumbuka, inaitwa baraka, inaitwa chuki zenye baraka. Maana yake hizi chuki hizi ili uzipate, kuna mtu lazima kuchukia. Kuna wachawi mahali lazima wakuchukie, Freemason mahali lazima wakuchukie, Baphomet wakuchukie, Illuminati wakuchukie, Jesuit wakuchukie, wafalme wa anga wakuchukie, wafalme wa kuzimu wakuchukie, watawala wafalme za majini wakuchukie, ili kusudi wakufanyie kazi kweli kweli. Lakini wakati Mungu anataka kupandishe, akutoe hapo ulipo, akupeleke viwango vingine, lazima upambane vita. Hakuna vita inayokuja kwa furaha, vita zote zinakuja kwa chuki. Chuki ianza kufanywa kwako, ndipo vita ikaja. Sasa manake tuangalie sasa, baada ya kuota mfalme akaitwa Yusufu. Na penyewe mkuu wa wanyoshaji alikumbuka kuna mtu ndotoni aitofasia ndoto zetu na ikawa hivyo. Mimi umeuliwa nafasi yangu, lakini mwenzangu ameuawa kama ambavyo ndoto imesema. Tukianza na Mwanzo 41:15 nasema, Farao akamwambia Yusufu, nimeota ndoto wala hakuna awezaye kunifasiria, nami nimesikia habari zako ya kwamba usikia hapo ndoto waweza kufasiri. Yusufu akamjibu Farao akisema, si mimi, Mungu atampa Farao majibu ya amani. Si mimi, Mungu atampa Farao majibu ya amani. Manake huyu mtu anajishusha, mara zote alikuwa anajishusha kiwango cha chini sana, kwamba hata kiasi kwamba anamnyanyua Mungu wake juu kuliko kitu kingine chochote kile. Anamwambia sio mimi, bali ni Mungu ndiye anayeweza kutafasiri. Kuna mtu ukiambiwa wewe ni mponyaji, basi unajisifia sana. Mimi nimemsaidia fulani amepata kazi, mimi nimemsaidia fulani amepata 1 2 3. Mimi, bila mimi yule asingefanya hivyo, bila mimi yule asingefika hapo alipofika. Lakini unashindwa kusahau kwamba unashindwa kufahamu kwamba bila Mungu huyo mtu ndo asingefika hapo, sio wewe. Wewe mtu akikupatia sifa zirejeshe kwa Mungu haraka sana, kama ambavyo Yusufu alikuwa akifanya. Anasema sio kazi yangu mimi, bali ni kazi ya Mungu. Tunaangalia tukiendelea hapa, anasema Yusufu akamwambia Farao, ndoto ya Farao ni moja. Mungu amemwonyesha Farao atakayofanya hivi karibu. Mungu amemwonyesha Farao atakayofanya hivi karibu. Sio shetani, kumbuka. Na ndio ujue kabisa kwamba kumbe Mungu alitengeneza mazingira fulani kwa ajili ya Yusufu. Anasema Mungu, hii katika Mwanzo 41:39 anasema Farao akamwambia Yusufu. Hii Mwanzo 41:25 nasema Yusufu akamwambia Farao, ndoto ya Farao ni moja. Mungu amemwonyesha Farao atakayofanya hivi karibuni. Mungu amemwonyesha Farao atakayofanya hivi karibu. Manake hiyo miaka 7 ya shibe na miaka 7 ya njaa ni Mungu ameiruhusu kuileta. Na yawezekana asingeweza kusema, lakini anajua kabisa huyu ni mtumishi wa Mungu. Anajua yawezekana hapa Mungu amecheza trick moja ya hatari kwa ajili ya mimi tu kunipandisha. Ndipo akacheza hii trick, akafanya hii trick, akakisha hakuna mchawi yote wala mganga wala Freemason wala nani anaweza kutafasiri ndoto. Hayupo. Abana moja sana anasema Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. 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 Naomba hili somo la hekima na akili lipo, na hivi karibuni mtaliona na mtaona maombi yake. Lakini ndazungumzia habari hapa. Hapana mwenye hekima na akili kama wewe. Nini? Maneno yake. Nini? Kutofasiri kwake ndoto. Nini? Kuona future za watu, kuona mambo ya mbeleni, kuona future yake. Yeye mwenyewe kuona future yake na kuona future za watu wengine. Manake ni hekima na akili. Kujua future yako ni hekima na akili. Kujua future ya nchi ni hekima na akili. Kujua
mambo ya mbeleni yatakayokupata, yatakayoipata familia, yatakayompata fulani. Ni hekima na akili ndio inachukua. Unaweza ukapata ndoto nyingi sana, lakini kama huna hekima na akili haziwezi kutimia. Just imagine kama Farao asingempata mtu wa kutofasiri hii ndoto. Manake miaka yote hiyo angepata njaa, miaka 7 ya njaa, asingeamini macho yake. Tukiendelea nasema, tukimalizia inasema, Farao akamwambia Yusufu, tazama nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akamwambia Yusufu, tazama. Lakini kilichomfanya akawekwa nini? Sio kutafasiri ndoto tu, bali ni hekima na akili. Manake akili na hekima, ile hekima na akili haikuwa haipo katika nchi ya Misri yote. Ilikuwa haipo hiyo hekima katika nchi ya Misri yote. Manake light kama angekuepo angepatikana, au la basi yupo lakini hajulikani. Hana kibali cha Mungu huyu mtu. Lakini jiulize, huyu mtu amepata kibali cha Mungu. Manake ameongea maneno mpaka mtu akasema huyu ana akili na hekima. Sasa kwa sababu ana akili na hekima na ametofasiri vitu, basi Farao akamwambia Yusufu, tazama nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Chuki ya ndugu zake imempeleka kwa Potifa. Chuki ya mke wake na Potifa imempeleka ikulu. Farao akavua pete yake. Farao akavua pete yake ya muhuri mkononi mwake, akatia mkononi mwa Yusufu, akamvika mavazi ya kitani safi na kumtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake. Farao akavua pete yake ya muhuri mkononi mwake, akaitia mkononi mwa Yusufu, akamvika mavazi ya kitani nzuri na kumtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake. Farao akamwambia Yusufu, mimi ni Farao, na bila amri yako mtu asiinue mkono wala mguu katika nchi yote ya Misri. Farao akamwambia Yusufu, mimi ni Farao, na bila amri yako mtu asiinue mkono wala mguu katika nchi yote ya Misri. Yawezekana kwa kazi ni kwako. Sasa baada ya hizo mkurugenzi, bosi au whatever, baada ya kuona hilo chuki na akafuatilia na akagundua sio kweli, na akakaa kuongea naye, akakuuliza baadhi ya maswali ukamjibu, ndio anashtuka, kumbe nilikuwa na mtu mwenye hekima na akili kiasi hiki. Lakini kupitia chuki ile ndio muonekano na hekima na akili, ndio muonekano na busara na akili, ndio muonekana kupitia ile chuki ambayo wenda kukushtaki na mkaitwa wote wenda kujielezea au kujielezea peke yako. Ndipo bosi akajua, hivi kumbe nina mtu mwenye hekima na akili, ana akili na hekima, basi nimpate wapi mtu kama huyu? Anakuweka juu ya kazi yote, anaweka juu ya kampuni yote, anaweka juu ya taasisi yote, anaweka juu ya huduma yote, anakuweka juu ya kila kitu chote. Anakwambia, bwana, bila amri yako mambo hapa yaendi. Manake ni chuki yenye baraka. Ilimtoa nyumbani, ikampeleka utumwani, lakini ikampewa nyumba ya Potifa, akapandishwa hapo. Chuki kwenye nyumba ya Potifa ikampeleka ikulu, kawa waziri mkuu. Manake baada ya yule jamaa mwenyewe Farao alikuwa anafuata yeye, na bila amri yake, kumbuka, bila amri yake mtu asinyanyue mkono wala mguu, bila amri yako mtu asinyanyue mkono wala mguu. Manake mtu asitoke hapo alipo, bila amri yako mtu asipandishwe daraja, bila amri yako mtu asipate chochote, bila amri yako mtu asinyanyue chochote kile. Basi Mungu mwema akueleweshe na kufundishe kwamba kila chuki inayokuja kwenye biashara yako ni kunyanyua biashara yako. Kila chuki inayokuja kwenye kazi yako ni kunyanyua kazi yako. Kila chuki inayokuja kwenye uongozi wako ni kunyanyua uongozi wako. Kila chuki inayokuja kwenye huduma yako ni kunyanyua huduma yako, kukupatia mapafu, kukupatia nguvu, kukutanua hema,
kukupatia imani kubwa ijengeke ndani yako. Manake tunasema kila chuki inayokuja kwako inakuja kukubariki, inakuja kukutakasa. Hii ni sehemu tu ya kwanza kuhusu hili somo letu. Basi ni kwa hali ya kawaida, manake kuna vitu ambavyo mimi napenda kuwapatia hint, wala hizi hints zile. Cha kwanza, unapoingia kwenye maombi, kwenye somo kama hili, cha kwanza lazima uombe rehema kwa Mungu. Wewe kama wewe, Mungu akusamehe na kukurehemu. Lakini pia unaombea hawa watu wengine rehema, kwa kuwa hawajui walitendalo. Unaombea msamaha kwa Mungu. Alafu ukimaliza, kutokana na hili somo sasa, manake hawa ni chuki, wanaokuleta chuki ni maadui. Sasa lakini hapa kwenye hili somo unaombea rehema, sio kuwakata wala kuwaua. Ni ndugu zako wakati mwingine. Kwa hiyo kuna muda unaombea rehema, hawajui walitendalo, hawajui walifanyalo. Kwa hiyo ukishamaliza rehema kwa Mungu, basi unaanza kuomba sasa kwamba Mungu abadilishe kila chuki kuwa baraka. Mungu abadilishe kila maneno ya chuki kuwa baraka. Mungu abadilishe kila hali ngumu kuwa baraka. Mungu abadilishe kila kitu ambacho hakiko sawa kuwa sawa. Manake zile chuki hizo zitumie kupanda daraja. Chuki zile zitumie kupanda daraja. Ukiona na chuki zinaingia na unashuka chini. Ukiona shetani anakuletea vita kali, manake anakuchukia, na wewe unakaa unafyata mkia, unakaa kimya hivi, hutaki tena kujishughulisha na habari za Mungu, unajua amekuweza, unajua amekuangamiza. Basi manake utaombea hayo maombi, manake ni matatu: kuombea rehema wewe mwenyewe, kuombea rehema watu wanaokuchukia, lakini pia kuomba zile chuki zigeuke zikawe baraka kwako. Basi mimi nikuage, tumejifunza hili neno. Naomba nikukabidhi mkononi mwa Bwana, basi akulinde. Mtakatifu Baba mbinguni, asante Bwana kwa ajili ya neema zako. Tumejifunza somo lako Mungu, episode ya kwanza ya Bwana, kuhusu habari za chuki yenye baraka ya Bwana, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Naamini kabisa mawafano watoto wako na wameelewa. Mungu wangu wa mbinguni, uendelee kuwafundisha wewe mfalme wa amani. Uendelee kuwa pamoja nao Bwana, usiwache wala usiwapungukie. Mungu wangu wa mbinguni, Yesu naomba Bwana kwa jina lako takatifu Bwana, ukawarehemu kwa kuwa wajua itendalo Bwana, na sio kwa tusamehe Mungu wangu. Lakini Mungu, kila chuki ambayo imenyanyura kinyume chetu Mungu isifanikiwe. Kila chuki ambayo imenyanyura kinyume chetu Mungu wa mbinguni ikashindwe kwa jina la Yesu. Lakini matokeo ya chuki situkapandishwe madaraja ya Bwana, tukapandishwe ngazi nyingine Yesu. Yesu asante Bwana kwa neema zako na rehema zako na upendo kwa ajabu, katika jina la Yesu Kristo, amina. Pendwa, tukutane katika kipindi tena, katika episode namba 2 tena, kuhusu habari hii ya chuki yenye baraka. Mungu akubariki katika jina la Yesu, amin.